Bana mtazamaji Bongo Super Media, kuna taarifa imeweza kutufikia hivi sasa. Taarifa hii inasikitisha kweli kweli. Mwigizaji mkongwe wa Bongo Movie Hashim Kambi amefariki dunia. Taarifa hii imethibitishwa na mwigizaji Madebelidai kupitia ukurasa wake wa mtandao wa Instagram. Kaandika maneno haya Madebelidai: kila laheri mzee wangu RIP Kambi. Amekuwa na mchango chanya katika ukuaji wa tasnia ya uigizaji hapa nchini. Kambi ameigiza filamu kama vile Simu ya Kifo, Binti Nusa na Babu Seya. Hizo ni filamu chache ambazo amezigiza mzee Kambi. Hata hivyo, chombo kingine cha habari kimeripoti kwamba msanii mkongwe huyu Hashim Kambi kafariki siku ya hii leo Aprili 27 mwaka 2026, ambapo taarifa za kifo chake zimethibitishwa na msemaji wa shirikisho la filamu nchini aitwaye Coletta Raymond, ambapo Coletta Raymond kazungumza maneno haya na nukuu: ni kama nusu saa hivi au dakika 40 zilizopita, na alikuwa ametokea Tabora, na aliporejea kutoka Tabora alielekea moja kwa moja katika kazi, na akiwa kwenye kazi ndio akazidiwa, wakamkimbiza hospitali, ndipo mauti ukamkuta. Hayo ni maneno ya Coletta, msemaji wa shirikisho la filamu nchini. Aidha, Coletta amesema kuwa chanzo chake ni ugonjwa wa pressure uliokuwa ukimsumbua kwa muda mrefu kweli. Kwa maana yake mzee wetu Hashim Kambi, kumbe changamoto yake kubwa ni pressure, ambapo ni ya muda mrefu. Ametoka Tabora kikazi, kafika tu akaelekea tena katika sehemu nyingine kwenda kufanya kazi, lakini huko alipofika ndipo changamoto ikamkuta huko, na mwisho siku akafariki dunia siku ya hii leo. Ugonjwa mkubwa ambao unamsumbua mzee ni pressure. Mtazamaji, hili ni pengo kubwa kweli kweli kwa wanatasnia ya waigizaji ama tasnia ya uigizaji hapa nchini Tanzania, kumpoteza mzee mkongwe na aliyefanya kazi kwa muda mrefu kweli kweli. Nakumbuka sisi wakati tulikuwa tukimuona mzee huyu akifanya kazi, mpaka leo hii bado anafanya kazi katika ubora mkubwa mpaka anapofariki dunia siku ya hii leo. Maana yake ni mtu ambaye ameacha alama kubwa katika tasnia ya uigizaji nchini Tanzania. Maoni yako ni yapi? Andika katika sehemu ya comment.